iko wapi zamani, leo tunaanza kujulikana, tunaanza kupewa uwalishi hapa na pale, hususan huu wakati tulionao. Wakati tulionao ni upi? Ni wakati wa watu kuingia katika mambo ya kura na siasa. Tumejiwekea misingi yetu sisi tuwe waangalifu na wanasiasa, kwamba huu mujtama ikiwa tutataka kuupeleka kwa njia nzuri, njia ya sawa, basi tuwe macho sana, tusiingie kwenye mfumo wa siasa na kujiunga na vyama, kwa sababu tukiingia hapo basi tutakuwa ni wenye kugawanyikana, wenye kuvunjiana heshima, kutukanana, na hatutafikia malengo ambayo sisi tuliyopanga. Lakini lau mwanasiasa akitujia sisi kwa lengo la kwamba anasaidia, mengine yake ni yeye na Mola wake, lakini nawasaidia iko wapi zamani mufikie malengo yenu, natoa mchango wangu mimi, sisi hatuwezi kuwa tutaukataa mchango kama ule. Amekuja kwetu sisi kwa misingi ya yale tuliyoyasimamia ya mpira, sisi tutashirikiana na yeye kadiri ya vile alivyokuja na nia yake. Wakaja wawili wanaopingana, wallahi sisi hatutachukua upande, tumfuate huyu tusimfuate huyu. Huyu atuletee lile litakalotupeleka sisi mbele, na huyu vile vile atuletee litakalotupeleka sisi mbele. La msingi, sisi tukija katika siasa tunawahimiza watu kwamba siasa ni kampeni, ni kitu muhimu sana katika mujtamaa wetu. Hatuwezi kuwapuza wanasiasa, bimaana ya kwamba kura lazima tupige kura zetu, tena tuwe waangalifu nani tunayempa kura yetu. Kila mmoja ana masikio, kila mmoja ana macho yake, tunawaona wanavyofanya kampeni, waliotawala tunawaona wanavyotawala, wanaokuja na ahadi tuzijua ahadi zao. Tuweni waangalifu, tuchagueni viongozi bora. Sisi hatuingii katikati ya wanasiasa tukambagua huyu tukamuondoa huyu, lakini na mwanasiasa tuamwambia kabisa katika kanda hii, ukija kwetu sisi bwana, kwa sani yako uje kwa nia yako na roho yako safi ya kusaidia iko wapi zamani na malengo yake. Kampeni yako ni wewe mwenyewe, na kila mmoja hapa anafuatilia mambo ya kampeni huku na kule, lakini hii platform ya iko wapi zamani si ya kampeni ya mtu fulani, wala mtu asijinaki kwamba mimi kura zangu hawa ndio la. Sisi twajaribu kuepuka vitu vya malumbano baina yetu. Moja katika sababu kubwa ni kwamba kwa nini umma wetu umeporomoka kimpira, ni kwa sababu ukifuatilia historia yetu kulikuwa na karibu kila mwaka watu wanagombana, wanalumbana. Kila mwaka unasikia kuna vyama viwili, vyama vitatu, vyama viwili, vyama vitatu. Tukadidimia mpaka tukawa hatutajiki. Kwa hivyo sisi twajiondoa twajinasua katika mfumo huu wa kugombana na kubaguana sisi kwa sisi. Sisi tunatakiwa sote tukae pamoja. Wanasiasa wetu sisi tunawaheshimu, hatuwatukani wala hatuwatolei matusi, wala hawatosikia hata siku moja iko wapi zamani imemtukana yoyote. Ikiwa wewe mwanasiasa umeona mwanasiasa mwenzako anakuja kutusaidia na mambo yetu iko wapi zamani, na wewe fanya ghera, na wewe uje hapa uone kama tutakubagua. Hatuwabagui, lakini hatuingii katika platform za siasa katika iko wapi zamani, kuepuka malumbano baina yetu. Na nafikiri kwa mukhtasari huu mimi itakuwa nimeeleweka kiasi kadhaa. Na muomba Mwenyezi Mungu aulinde umma wetu, na muomba Mwenyezi Mungu atupe miondoko ya kutupeleka sisi mbele, atuepushie balaa na bughdha na utesi baina yetu. Sisi usikubali kusikia maneno ya fitna kwamba sisi tumtukana huyu au la. Hatumo katika mfumo huo kabisa. Sisi bwana, wallahi tushachoka. Umma wetu unasikitisha sana, na tumombe Mwenyezi Mungu sote kwamba alete watu ambao watakaokuwa na imani ya kuwahurumia mujtamaa huu ambao zamani ukisifika na leo hii hata hautajiki tena. Kwa hivyo tunasema kwa haya machache, Mwenyezi Mungu awabariki nyote.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.